Uhali gani mpenzi mwana michezo popote pale ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ukitufuatilia kupitia Azam Sports, Azam TV Max app. Karibu sana katika Viwanjani Jumanne ya leo, Jumanne ambayo inakwenda kutazama ukanda wa Afrika Mashariki, ambao leo hii utaamua katika AFCON iwapo watakuwa wanamwakilishi katika ile hatua ya 16 bora ama wawakilishi wote kutoka Afrika Mashariki wataaga kutoka katika mashindano hayo. Jina langu ni Moses Mohamed na Viwanjani hii leo mapema kabisa tunafungua nao Andrew Kinga Mkono. Sambamba naye tutakuwa tuko naye hapa Michael Hiera. Michael, habari za kwako? Niko vizuri sana. Habari za siku? Namshukuru Mungu, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda lakini? Yeah. Kinga Mkono. Naam. Mambo yanakwendaje senior? Tunashukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Tunashukuru kupata bahati kuwa nawe. Maana ni nafasi adimu sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tumekaa na gundi ya pancha. Gundi ya pancha maana yake nini? Haichagui kilaka hiyo kaka. Popote unapoweka inabadilika, inaondoka zake, kilaka kinaenda, gari linatembea. Au unasemaje? Mara ya mwisho tulikuwa tunafanya kipindi cha dakika 90. Nakumbuka kipindi kile alikuwa yuko Sebastian. Ni mmoja kati ya wachambuzi ambao tulikuwa tuko nao. Tobias Sebastian. Yeye akaniita versatile. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia, Moses, nimekuona unafanya mshike, sasa hizi unafanya dakika 90, mara sio nakuona sawa wapi na wapi na wapi. Sasa kwa hiyo hebu tuweke kando hizo story. Versatile ni la kizungu sana. Gundi ya kilaka tu rahisi. Au ni kilaka kama kinaziba popote. Ila gundi yake ile. Michuano ya AFCON bila shaka ni michuano ambayo kwa wakati huu mnaiwekea umakini wa hali ya juu sana. Kabisa. Ya, ni michuano ambayo tunaitazama kwa karibu zaidi kwa sababu ni sehemu ya kujifunza vitu vingi. Unajifunza vitu vingi ukiwa kama mchezaji. Una nafasi ya kujifunza vitu vingi kutoka kwa top players ambao wanashiriki mashindano. Ukiwa kama mwamuzi unajifunza vitu vingi pia kutoka kwa performance ya waamuzi. Yes, ambao wanafanya kwenye mashindano. Ukiwa kama mwalimu kwa maana ya kocha unaweza kujifunza vitu vingi pia kutoka kwa walimu wanavyobadilishana mbinu kwenye kiwanja. Ukiwa kama mtu ambaye unatamani kuandaa AFCON unaweza kujifunza pia jinsi gani ambayo matukio huwa yanapangiliwa na vitu vingine vingi. Yaani kila mtu anaweza kujifunza kwenye eneo lake, ni kila mmoja akajifunza. Ukiwa mshabiki unajifunza pia jinsi mashabiki wanashangilia vibe yao. Unaona CAF ameanzisha wanaposti pale kuna posta moja ile ya shabiki wa siku. Naam. Kwa hiyo ukiwa kama shabiki unatamani uwe sehemu ya kuwa shabiki wa siku. Sasa unakuja nafasi ya kuwa shabiki wa siku, unajifunza njia za kupita. Na nakumbuka tulianza nayo ile Kinga. Kwa mashabiki wetu nadhani wana kitu kikubwa cha kujifunza. Hasa wenyeji. Unaona mashabiki wenyeji mechi zote wanakwenda uwanjani, wanajaza uwanja. Kwa hiyo na sisi tutakuwa wenyeji finali zijazo. Ile ni somo kubwa la kutaka kuchukua kwao, jinsi ya kushangilia na jinsi ya kuwazomea wapinzani, sio kuwasomea wachezaji wenu, mnawazomea wapinzani. Wanapokamata tu mpira uwanja mzima unabadilika, unaanza kuwazomea. Wakichukua wenyewe wanaanza kushangilia. Unajua hivi ni vitu vile ambavyo vinafanyika pale uwanjani ni muhimu sana. Ndani ya muda mfupi sana. Yaani unasikia inabadilika. Yaani kwa mtu vile anachezesha nani, kama unafuatilia unaweza kuona kama mtu anachezesha radio hivi, anahamisha frequency yaani inakuwa raha sana. Yaani unawapa wachezaji moyo na unawasaidia kwamba sasa tumenyang'anywa mpira tuuchukue kwa wapinzani wetu. Ni kitu kikubwa sana ambacho sisi tunakikosaga kwenye mashindano. Nadhani ni somo kubwa, hasa tunajiandaa na 27. Hiki tunatakiwa tukifanye sana. Tuchukue sana sisi ambao tutakuwa nje ya uwanja kama mchezaji wa 12, tukaonekane. Tusiwazomee wachezaji wetu, tuwashangilie wachezaji wetu na tuwazomee wapinzani. Michael Hiera yeye ametuambia kwamba miongoni mwa vile ambavyo vinapaswa watu kujifunza sana ni namna ambavyo maandalizi yanapaswa kufanyika. Bila shaka viongozi wakuu wa nchi 3 za Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda pamoja na Kenya, wanaendelea kutazama pia kupitia katika wizara zinazohusika na michezo na vyama vya soka katika nchi husika vinaendelea kutazama na kujifunza kwa kina sana namna ambavyo wenzetu Morocco walivyoweza kuyaandaa haya mashindano. Lakini pia kujifunza huku hakuanzi tu huku Morocco, tunajifunza pia kutoka
Ivory Coast. Kwenye akademi ya Mohamed Sis, kikosi cha timu ya soka taifa Tanzania Taifa Stars kinafanya mazoezi yake ya mwisho kuelekea mchezo dhidi ya Tunisia. Ni mchezo wa kundi C huu ambao unaweza kuamua hatma ya Tanzania kuelekea kwenye hatua ya mtoano, hatua ya 16 bora. Imecheza mechi 2 mpaka sasa, ikipoteza dhidi ya Nigeria lakini pia ikitoa sare dhidi ya Uganda. Kwenye benchi zima kiongozwa na kocha Miguel Gamondi, wanaamini kwamba ni mechi ngumu, ni kibarua kigumu, lakini wana uwezo wa Tanzania kuandika historia mpya ya kushinda mechi yake ya kwanza ambayo itafufua matumaini ya wao kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Ni kweli kwetu ni mechi muhimu. Tunacheza dhidi ya timu kubwa Tunisia ambao hawahitaji utambulisho. Wanakuja wakiwa wametoka kupoteza, bila shaka wanarejea wakiwa imara zaidi kuelekea mchezo huu. Lakini tuko tayari. Tayari kwa ajili ya kupambana. Tuna wachezaji wanaoamini tunachokifanya na wako tayari kuiwakilisha vyema nchi, na ni nafasi yetu ya mwisho. Isivyo bahati, tulipoteza fursa nzuri ya kuandika historia kwenye soka la Tanzania, lakini soka ni mchezo ambao chochote hutokea. Ila kwa sasa tuko tayari kuanza mchezo upya. Ni jukumu kubwa, lakini linatuhitaji nasi kuwa wakubwa kwa kutimiza majukumu yetu. Kwa mchezaji Novatus Dismas Mirosh, naye anaamini itakuwa ni mechi ngumu kwa namna moja ama nyingine. Tumejiandaa vizuri kupitia mchezo wa kesho ambao ni mchezo wa mwisho kwenye grupu. Tunaamini mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na ukubwa wa timu tunaenda kukutana nayo. Ina wachezaji wengi wazuri, lakini kupitia uongozi wetu, technical bench, tumejipanga vizuri kutokana na mchezo huo. Ni mchezo wa mwisho kwenye grupu, kwa hiyo tunahitaji matokeo ya ushindi kupata kufuzu katika hatua ya group stage ambayo ni malengo ya kila mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, na tuna imani kupitia wa Tanzania wote ambao wanatusupport kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, na tunaamini tutaweza kufanya vizuri katika mchezo huo kwa sababu tuna nia na tuna uwezo wa kufanya vizuri na tumejipanga vizuri katika mchezo huo. Tumeshacheza michezo miwili ambayo hajafanikiwa kupata matokeo ya ushindi, lakini naamini mchezo wa kesho ni mchezo ambao utakuwa ni muhimu sana kwetu tuweze kutengeneza historia nyingine katika nchi yetu. Tunaamini mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na ukubwa wa timu tunaenda kukutana nayo. Ina wachezaji wengi wazuri, lakini kupitia uongozi wetu, technical bench, tumejipanga vizuri kutokana na mchezo huo. Ni mchezo wa mwisho kwenye grupu, kwa hiyo tunahitaji matokeo ya ushindi kupata kufuzu katika hatua ya group stage ambayo ni malengo ya kila mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, na tuna imani kupitia wa Tanzania wote ambao wanatusupport kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, na tunaamini tutaweza kufanya vizuri katika mchezo huo kwa sababu tuna nia na tuna uwezo wa kufanya vizuri na tumejipanga vizuri katika mchezo huo. Tumeshacheza michezo miwili ambayo hajafanikiwa kupata matokeo ya ushindi, lakini naamini mchezo wa kesho ni mchezo ambao utakuwa ni muhimu sana kwetu tuweze kutengeneza historia nyingine katika nchi yetu. Lakini pia kwa baadhi ya wachezaji wa timu ya soka taifa Tanzania, na wenyewe wana matumaini kwamba dhamira ambayo Tanzania imeonyesha wakati wanakuja kwenye michuano hii ni dhamira chanya, ambao nao wana jukumu la kulipa hilo deni kuelekea kwenye AFCON 2027 ambao itafanyika Kenya, Tanzania na Uganda. Fatma Abdalla Chikawe, Azam TV, Rabat, Morocco. Michael, milioni 200, milioni 100 tayari shagawanywa, watu wanazo katika accounts. Mchezo ni muhimu kweli kweli. Kinga Mkono ametuambia katika umuhimu wa kupanda kwenye renki na kufungua milango kwa wachezaji wetu, lakini sisi pia katika kufuzu kwa mara ya kwanza. Hizi milioni 200 zinatusaidia kiasi gani? Kwenye hamasa ya mpira miguu, kuna kitu ambacho kinaweza kikamfanya mchezaji kupambana mara mbili ya vile ambavyo angeweza kupambana katika hali ambayo pengine kumwahidi chochote. Kwa sababu wachezaji wameahidiwa kupewa kiasi cha pesa. Inawezekana katika sehemu ambayo nasema mchezaji aliweza kukimbia kilomita 5,
Inawezekana kwa sababu anajua kwamba kuna kitu kingine cha ziada ambacho nitakipata, ukiachilia mbali career yangu, ukiachilia mbali historia ambayo nitaiandikisha, anajua kwamba nikitoka mambo atakuwa mazuri zaidi. Inawezekana ukamkuta mchezaji amekimbia kilomita 9 mpaka kilomita 8 kwa sababu ameongeza kile ambacho angeweza kufanya. Kwa ni njia nyingine ambayo inaweza kumfanya mchezaji kuongeza spirit yake kupambana zaidi kiwanjani, na inaweza ikakupa pia matokeo ambayo yatakuwa ni chanya. Japo wakati mwingine inaweza ikawa ahadi za namna hii kama wachezaji wajiandaliwa vizuri kisaikolojia zinaweza ikawaharibu zaidi. Zinaharibu kwa maana gani? Kwa maana mchezaji anaweza kaingia uwanjani akawa anafikiria zaidi kile ambacho umemwahidi kuliko kutekeleza mpango wa kiufundi kwenye kile ambacho anataka kufanya. Michael, hapo tunakwenda kwa John Kaseme mara moja, afu tukirudi nataka tugeuze ile swali kwamba wakati wakifunga goli ni milioni hizo hapo. Ni milioni hizo hapo. Kwenye kuzuia je? John Kasembe kutoka Mtwara, habari za wakati huu? Naam, hapa ni mjini Masasi na hapa nipo katika maeneo ya Mkuti, soko kuu la mji wa Masasi, ambao wananchi wa wilaya ya Masasi wanapata mahitaji yao katika eneo hii. Leo hii nimekutana na mashabiki na wapenzi wa soka. Kubwa tunazungumzia namna ambavyo kuelekea mechi ya Tanzania Stars na Tunisia, ambao leo hii wanarusha karata yao katika mchezo wao wa 3. Watazungumzia namna ambavyo wanazungumziaje mchezo, lakini tumeona mechi mbalimbali zimechezwa na Tanzania Stars imetoa draw mchezo mmoja na tumeona mchezo mwingine wa kwanza amefungwa. Je, namna gani mashabiki na wapenzi wa soka Tanzania wanaiombeaje timu yao? Habari za saizi brother? Mzuri, habari yako bwana? Safi, niambie jina lako na unazungumziaje mechi yetu ya leo na namna ambavyo unaona timu yetu inavyoendelea kujishiriki katika michuano ya AFCON. Naitwa Shaibu Dadi Mpodi, ni mpenzi sana wa soka hasa katika wilaya ya Masasi. Naomba kila laheri katika timu yangu ya Taifa Stars iweze kufanya vizuri. Ingawa mchezo mmoja umepoteza na mchezo mmoja umetoa draw, lakini wasijali hilo. Wapige moyo konde, washabikie tena, kushiriki wanacheza kwa amani na upendo, kuipambania nchi yao ili iweze kufanya vizuri na iweze kushiriki katika mchezo unaofuata katika stage nyingine ifuata. Naomba sana iweze kufanya hivyo. Asante sana. Kwa michezo ambayo labda imecheza, umeionaje? Ina mabadiliko gani ambayo labda yamekufurahisha? Mabadiliko yalinifurahisha pale hasa katika hii mechi ya pili ni pale hasa Godfrey Msiva aliweza kufanya mambo yake vizuri kutupigia ile penalty kwa ustadi na umaridadi. Na tunaomba wachezaji wa nje kama Msuva na Samata waweze kujitoa kwa hali na mali bila kujali kwamba wachezaji timu zile za nje kwamba wao wacheze kwa kila namna. Watanzania wao wanapambania, wao wanawategemea kwa kila namna. Kwa hiyo wapigane kufa na kupona ili mechi ya Tunisia tuweze kushinda. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante sana. Dada, niambie unaizungumziaje timu yako ya Tanzania Stars? Timu yangu ya Taifa Stars, jina langu naitwa Hamida Rashidi Baisa. Napatikana hapa pande za Masasi mjini, mtaa wa Upanga. Naizungumzia timu yangu ya taifa kwamba naiombea dua mchezo wa leo waweze kwenda kupambana vizuri, tuweze kushinda, tuweze kuipatia ushindi nchi yetu ya Tanzania. Mimi nikiwa kama mwanamke naipenda sana timu yangu ya taifa. Pia napenda sana watapokuwa wanarudi, tunarudi na ushindi, tunashangilia na tutawapokea kwa shangwe zote. Asante. Niambie brother, wewe naye unazungumziaje timu yako? Naona leo umepiga jezi mapema kabisa. Sana dalili ya ushindi. Kwa jina naitwa Riziki aka Mason Ntumbadi, ni shabiki kitangitangi wa timu ya taifa Tanzania. Kwanza nahakikisha nawaambia Watanzania wote, sisi leo tunashinda. Na leo tunashinda kwa sababu ni mechi yetu ni ya finali. Mimi nahakikisha timu ya taifa Tanzania, kwanza tuna wachezaji wako vizuri, wana weledi mzuri, wanacheza mpira mzuri, na kwanza sasa hivi tunashukuru timu yetu wachezaji wengi wanacheza nje. Tofauti na zamani. Yaani sasa hivi wanacheza na wachezaji wakubwa nje. Kwa maana hiyo timu yetu ya taifa leo tunashinda. Na leo tunahakikisha kitu kimoja. Hawa tunaocheza nao Tunisia leo wanakutana kitu kizito. Kwanza leo tunashinda 2-1. 2-1. Leo timu yetu inashinda. Forward wetu Bwana Samata pamoja na Kevin John leo tunahakikisha wafanye vizuri, tunaombea dua. Sisi wa Tanzania wote kama unavyotuona leo tunaombea timu yetu ya taifa, ni dua kubwa kabisa. Leo waweze kufanya kitu kizuri. Na tuna Bwana Gamondi leo afanye
nifanye kitu kimoja, kwa sababu timu yetu ile mechi iliyopita tulicheza vizuri kipindi cha kwanza, dakika bata za kwanza tumecheza vizuri, na kipindi cha pili tumecheza vizuri mpaka tumeanza kuscore goal tukapata, wale wapinzani wetu wakatumia madhaifu wetu wakaolisha goli dakika mwishoni, lakini leo tunahakikisha kutokana na viungo wetu na mabeki wetu waliokuwa kwa imara, leo tunashinda. Asante sana. Niambie brother. Safi. Taifa Stars. Mimi nazungumzia Taifa Stars, tunashinda kama kawaida yetu. Mimi naitwa Hamisi Alifa Nyenye kutoka Masasi Mkuti sokoni hapa. Asante sana. Brother, unazungumziaje Taifa Stars? Kwanza kwa majina anaitwa Movi Kiboazi. Kwenye mabano Baba Salome. Tukiuzungumzia mpira kwa uhalisia, sasa hivi tulipofikia ni sehemu mzuri. Kupoteza ni sehemu ya mchezo, ila nina imani tukiweza kushinda mapema tunaweza tukaushikilia ushindi. Kwa hiyo kila Mtanzania baadaye aseme mechi tunaitaka, na wachezaji kwa ujumla waseme mechi tunaitaka. Ni tunaingia uwanjani wakati mechi tunafanyaje? Tunaitaka. Kuhusu hilo sina mashaka na timu yangu. Ikitokea tumepoteza ni mambo ya mchezo. Hakuna mtu ambaye amezaliwa akashindwa kufanya vitu vibaya tofauti. Lakini tulipofikia tumefikia pazuri sana. Kupoteza ni moja ya sehemu ya mchezo. Nashukuru sana wachezaji wanajituma, wana performance mzuri kwenye mazingira hayo. Twendeni tukaangalie mchezo huko, tunasema mchezo tunafanyaje? Tunautaka. Mchezo tunautaka. Asante sana. Kwa majina naitwa Mustafa Mohamed. Nikizungumzia kuhusu mchezo, niseme kwanza Watanzania wote tuiombee dua kwa pamoja Taifa Stars siku ya leo. Naamini wote tukimwelekea Mwenyezi Mungu kwa kumkabidhi mchezo huu, ninaamini tutakuwa na ushindi wa kibabe, na ushindi ambao popote watakao kuwa wamezungumzia vibaya, sisi tutakuwa tunaongoza katika hili kundi. Tuseme amina. Nimalizie na Ndimbe, karibu. Hebu tumalize kidogo Ndimbe, unazungumziaje? Alafu nipe dua kidogo kuhusiana na mchezo wetu wa leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Ndimbe wa Ndimbe, ni mpenda michezo kanda ya kusini, hususan wilaya ya Masasi. Unavyozungumzia washabiki nguli wa wilaya ya Masasi ni Ndimbe wa Ndimbe, huwezi kumtoa. Kwenye Simba Sports nipo, kwenye Azam TV kwenye Azamu nipo, lakini ukiingia kwenye Tanzania habari nyingine. Tanzania naipenda kuliko kitu chochote. Dua kidogo. Bana, ngoja tuombe dua kidogo. Tunaiombea dua timu yetu ya Taifa Stars ili uweze kushinda kwa amani na utulivu. Wale ni watu ambao wanaweza kufungika magoli mengi tena bila upinzani, bila ushirikina, bila ukorofi, bila unyang'anyi. Akija kwa Mkapa siku zote ajenda yetu kwamba atoki mtu, kwa maana leo atafungwa goli 3 bila kupinga. Taifa Stars naombeeni kila laheri, mshinde goli 3 bila ushindani. Au leo wapigwe goli 3 kama wamesimama. Naomba Taifa Stars na waweze kushinda tena bila vipingamizi. Asante sana bwana Ndimbe. Naam, hivyo ndivyo ilivyo mashabiki wa soka ambao wanaipenda timu ya Taifa Stars leo hii ikiwa inaingia uwanjani na mpinzani wake Tunisia. Kutoka hapa mjini Masasi mkoani Mtwara, mimi naitwa John Kasembe wa Azam Sports, niwarushe studio kwa kuendelea na matangazo haya. Shukrani sana John Kasembe na kikosi kazi hicho cha Taifa Stars kutoka hapo Masasi mkoani Mtwara. Hakika shangwe hilo limekuwa ni shangwe kweli kweli. Na Michael, tumeona Watanzania wenzetu namna ambavyo tunaendelea kuhamasishana. Mimi nataka kwa uchache sana uniambie ile ahadi ya milioni 200 na magoli yale, kwamba kila goli ni milioni 200. Katika athari uliokuwa unaizungumza, vipi yani haiwezi kuathiri sasa watu kufocus zaidi na kufunga, halafu tukasahau kwenye kujilinda ambako ndiko hatari zaidi, kwa sababu mpaka hivi sasa Tunisia ukitazama wastani wao wa magoli wana mabao 5 katika michezo hii. Hiyo ni ule upande hasi ambao nilikuwa nauzungumzia, kwamba kwenye ahadi ambazo zinatolewa za namna hii kuna upande ambao zinasaidia. Of course mpira wa miguu hauwezi kutenganisha na hamasa za namna hii. Hata timu ambazo zimefanikiwa huko, hiyo ni sehemu ya maisha yao ambao mara nyingi wanaipitia. Lakini athari yake ni hiyo, kwamba inawezekana sasa focus ya wachezaji ikawe na hama kutoka kwenye kutekeleza mpango wa kimbinu wa timu kwenda kwenye kutekeleza mpango wa kuitafuta hiyo milioni 200, ambayo kwenye kuitafuta kwake maana yake nyinyi mtafocus kwenye kufunga, mkasahau kufunga milango yenu wakati wenzenu wanakuja kuwashambulia. Na mind you ni kwamba unacheza dhidi ya Tunisia ambao kwenye hizo mechi mbili tumeona wamefunga magoli 5, lakini angalia aina magoli ambayo wameyafunga na jinsi ambavyo walikuwa wanatengeneza mpango wa kwenda kuyapata magoli, especially kwenye mechi ambayo wamecheza dhidi ya Nigeria hii ya mwisho,
ambayo ilikuwa ni mechi ambayo wao walikuwa wameshatanguliwa magoli 3, lakini mpango wao ulivyokuja kubadilika kwamba nao sasa wanatafuta jambo lao kwamba na sisi sasa tumeshatufunga magoli 3 na sisi tunataka tuwaoneshe kwamba na sisi tunaweza tukafunga. Kwa unaweza kuona ni kitu kingine ambacho kinawezekana kikawa kinatakiwa kubakia kwenye mpango kazi wa kiutendaji wa mwalimu na mbinu za kimchezo, lakini pia tukumbuke kwamba hiyo motisha ambayo tumepewa iwe ni kama iko pale, lakini sisi tutekeleze kwanza mpango wa kiuchezaji. Kinga Mkono, kwa sekunde 30 kuna wachezaji ambao wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa na mpaka leo hii hawajagusa pitch kucheza hata sekunde moja za mchezo. Unafikiri katika mchezo muhimu kama huu kocha ama unafikiri kuna umuhimu wa kubadilisha mbinu pengine na baadhi ya wachezaji kwa ajili ya kwenda kutafuta ushindi? Uwanja wa mazoezi ndio unaamua. Unajua kocha anakaa na vijana, sisi tunatamani kuona wakicheza, lakini kocha yeye ndo anakaa na wachezaji. Mwana michezo mwenzangu wa viwanjani, twende katika mapumziko mafupi. Tukirudi hapa tutakuwa na mengine mengi ya kimichezo ya kuangazia. Tuligeukie sasa soka la nyumbani Tanzania, na moja kwa moja tunaanza kwa mabingwa watetezi wa NBC Premier League, Dar es Salaam Young Africans. Yanga jana wameshusha kifaa kipya. Kuna taarifa hiyo? Nikujuze kwamba klabu ya soka ya Yanga imekamilisha usajili wa Emmanuel Mwanengo kutoka TRA United, wakimsajili kwa mkataba wa miaka 2 akiwa mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na waajiri wake. Mwanengo anamudu kucheza nafasi ya mshambuliaji wa kati, pia kama kiungo mshambuliaji. Nyota huyo alikuwa na kiwango bora akiwa na kikosi cha TRA United, jambo lililolivutia uongozi wa klabu ya Yanga na kuamua kumsajili na kumpeleka mitaa ya Twiga na Jangwani. Huo ni usajili wa kwanza wa Young Africans kwenye dirisha hili dogo ambalo linatarajiwa kufunguliwa rasmi Januari mosi ya mwaka 2026. Kwa takwimu tu ni kwamba huyu mchezaji amecheza jumla ya michezo 7, hajafunga goli, ametoa pasi ya usaidizi 1 na ametumikia jumla ya dakika 308. Sasa hebu tuulize, Michael unacheka. Kinga Mkono anacheka. Huyu ana kiwango bora. Sawa. Ndio maana kavutia watu. Hana goli. Tatizo. Assist yake 1 tu. Sawa. Alizocheza ni 7. Anacheza nafasi gani? Katika dakika alizocheza ni 308. Kwenye michezo 7. Michezo 7. 7 mara 9. Unagawanya bwana. 7 mara 9 unataka kutupeleka wapi? 630. Nini hizo? Katika dakika 630 kacheza dakika 308. Nusu. Sikatoa assist. Sawa. 1 dhidi ya Singida Black Stars. Kaka kavutia. Rudi kwenye swali lako. Kavutia uongozi wa Yanga. Rudi kwenye swali lako. Ulikuwa unataka kusemaje? Hivi wanakuulizaje? Ndio tukuulize. Hiyo ndo assist yake ambayo aliitoa kwenye. Ngoja tuwakumbushe watu assist ilivyokuwa. Umeona assist hiyo? Huyu hapo. Tazama hiyo hapo. Umeona assist hiyo? Assist mtu kapigwa tobo. Sio assist ya mchezo hiyo kaka. Sawa. Kila laheri. Imemleta Dar hiyo. Imemleta Dar es Salaam. Bwana Emmanuel Mwanengo katambulishwa. Ametambulishwa. Unakuwa ni usajili wa kwanza kwenye dirisha hili dogo. Pengine Yanga wanatamani kuongeza zao jingine jipya kwenye eneo la ushambuliaji. Na Emmanuel Mwanengo ni mchezaji ambaye of course hajawa na, yani sio kwamba ameshatengeneza utawala kwenye soka la Tanzania. Inawezekana kwenye msimu huu ndo alikuwa anaanza kutengeneza hicho kitu akiwa na TRA. Ngoja bwana. Eti huyu kacheza mechi 7 tu. Alafu anakuwa huru. Hivi inakuwaje? Mtu ulizani. Ndio mimi hapo unajua nilikuwa ndo maana nikacheka. 7 alafu tayari kashakuwa mchezaji. Alikuwa na mkataba tangu nyuma. Mkataba wake ndo umeisha kipindi hiki. Kwa hiyo ndo ameanza kucheza msimu huu. Msimu huu mpaka mechi zimechezwa mechi 14. Yeye kacheza mechi 7 msimu huu. Nusu ya mechi ambazo zimechezwa za ligi kuu. Sasa kwa nini alikuwa achezi huko nyuma? Labda alikuwa majeruhi. Nyie unajua nyie wachambuzi mnazo taarifa nyingi. Labda alikuwa majeruhi ndio maana alikuwa achezi. Ala kuli hali kwa Kiarabu wanasema. Vivyo tutakavyokuwa. Yanga wamemtambulisha. Jambo jema. Twende tutazame ile nafasi ambayo anakwenda yeye sasa kuipambania. Huyu ni mshambuliaji ama anaweza pia kucheza
kama kiungo mshambuliaji. Eneo la ushambuliaji Yanga tuna nani na nani na nani na nani ambao huyu bwana anakwenda kupambana nao? Yanga kuna Dube, Prince Mpumelelo Boyel, kafunga goli AFCON. Boyel. Alafu na Clement majeruhi. Naona hiyo ndo safu ya ushambuliaji. Kwenye kiungo mshambuliaji kuna Pacome Zuzwa, kuna Dumbia na nani mwingine anacheza pale, huyu hivi Duke tu tunamtreat zaidi kama holding na defense. Yeye anacheza nyuma kidogo. Mwingine Zengeli, Maxim pia Zengeli, kuna Edmund John ambao pia unaweza kaujua ni wale ambao wanatokea pembeni kwa ambao wote anacheza kwenye attacking. Kwa hizi takwimu anakwenda kuanza, anakwenda kusubiri kutazama wengine wanavyocheza, alafu yeye atakuja kuingia. Takwimu za Mwanengo sio nzuri. Kifupi ni kwamba kwenye msimu wakati TRA amecheza hizo mechi nyingi 14, yeye amecheza mechi 7 appearance zake uwanjani, na kwenye hizo appearance 7 ambazo amecheza amekuwa na dakika chache zaidi. Angalau ungesema kwenye hizo appearance 7 angekuwa na dakika 630 zote amemaliza, ungesema alikuwa na muda mwingi zaidi kuonekana kiwanjani. Na bado kwenye namba pia inamfunga sana, kwa sababu ya nafasi ambayo anacheza. Tunasema kwenye nafasi ambayo Mwanengo anacheza unatakiwa kuwa na vitu viwili, either ufunge ama utoe assist. Lakini ukimwangalia ana goli, ametoa assist moja. Pengine kilichofanya Yanga kuvutiwa na Mwanengo ni style of play ya kwake, sio namba ambazo unaweza wakawa zina kusupport. Lakini kwenye style ya kucheza inawezekana kama ni kitu kingine ambacho Yanga wanaona kwamba kwenye eneo la kushambulia pengine alikuwa na kimisi na kinaweza kupatikana kwa Emmanuel Mwanengo. Tugeukie Simba, ila Emmanuel Mwanengo tushalisema tayari. Simba bwana, kocha wao mkuu ameshatua. Mnamkumbuka kocha mkuu wa Simba? Ni bwana Steve Barker. Barker ametua Dar es Salaam tayari kwa ajili ya kukinoa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Barker ambaye alikuwa kukinoa kikosi cha Stellenbosch ya Afrika Kusini amesaini mkataba wa miaka 2.5 kuinoa Simba, huku ikitajwa kuwa atakuja na wasaidizi wake ili kuweza kufanikisha malengo ya timu hiyo. Mbali ya Barker, mwingine ambaye Simba imemtambulisha ni Prineldin. Huyu ni mchambuzi na mtaalamu wa video ambaye atakuja kufanya kazi ya kurahisisha utendaji kazi kwenye eneo la kiufundi, sambamba na kocha wa magolikipa Davis Firi kutoka Zambia. Yanga wameleta mchezaji, Simba wameleta benchi la ufundi. Kinga mkono. Simba walimuondoa kocha Dimitri Pantev. Kwa hiyo wamemleta Steve Barker aje alete kitu kipya, kwa sababu kwanza wao wanajua wana mtihani mkubwa. Hawajaanza msimu vizuri, japokuwa kwenye ligi wako nafasi nzuri, wameshinda mechi zao baadhi, lakini wanatafuta sasa ligi ya mabingwa Afrika ambao wameanza vibaya. Kwa hiyo wanatafuta kocha ambaye ataweza kuwasaidia kupindua meza, na mechi yao inayokuja ligi ya mabingwa dhidi ya Esperance. Mechi ngumu sana hizo, wanatakiwa waende na kurudi hapa washinde. Kwa hiyo Steve Barker ametambulishwa leo, anaanza na Mapinduzi. Akimaliza Mapinduzi tutakwenda moja kwa moja kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo ana mtihani mkubwa wa kuambia wana Simba na kuonyesha kile ambacho wanacho, kwa sababu Simba wanatamani kuona timu yao ikirudi kwa kiwango kizuri na ikicheza soka la kuvutia. Maana walikuwa wanalalamika siji soka livutii, wachezaji wao wacheze kiwango kizuri. Kwa hiyo anataka Barker wape kitu kikubwa, lakini Barker mwenyewe ni muumini ambaye anaamini katika wachezaji wanaotumia nguvu, wanaweza kupambana. Ni mtu ambaye anaweza kuitengeneza Simba ikawa na safu bora ya ulinzi. Kwa hiyo changamoto kwake Barker ni kudhibitisha kile ambacho wana Simba wanakitaka. Wanachotaka wana Simba ni kuona timu yao inafanya vizuri, timu yao inashinda, timu yao inarudi kwenye heshima yake. Hasa ikiwezekana wapambane wachukue ubingwa wa ligi kuu, kwa sababu huo nao wameukosa kwa miaka 4, wanaenda mwaka wa 5 sasa wanatafuta ubingwa. Kwa hiyo yote haya yanamzunguka kocha akihakikisha kwamba hili linakuja kutimia. Kwa hiyo Simba wenyewe wamefanya jambo kubwa kumtambulisha, na wakati sahihi. Ana muda saizi wa kama wiki 2 kuiandaa timu, hasa akiwasubiri ambao walikuwa kwenye AFCON wachezaji. Wakirudi wakiungana pamoja watafanya jambo kubwa ambao naamini kabisa Simba inajitafuta kupata ubora wao. Nafikiri kwa Steve, moja kati ya vitu ambavyo watakuwa watu wamepewa kwenye mpango wake, kwa sababu hata mkataba wake unaangalia ni misimu
2.5, manake ni nusu miaka 2.5. Mkataba hujataja masuala ya misimu. Mkataba umesema miaka. Sawa, miaka 2.5. Lakini hivi umenikumbusha. Hivi kwa mfano, ikitokea hapa ligi ikasimama wapi? Hapa katikati, yani ligi ikasimama. Yani hapo ndo watu wapate kuelewa tofauti ya msimu na mwaka. Yeye kapata mkataba miaka 2.5, sio msimu. Sio misimu 2.5. Kwa hiyo anaikuta timu katika kipindi ambacho imeshaanza mechi za ligi hapa. Ndio. Anaingia kwenye kipindi ambacho timu inaonekana haipo kwenye ligi nzuri. Imeshafungwa mechi 2 za ligi ya mabingwa. Poteza mechi 2 za ligi ya mabingwa. Lakini pia kwenye mechi za ligi unaona jinsi ambavyo imefungwa na Azam. Sio mechi ya mwisho ya ligi. Sawa. Sawa. Ndio wanavyokuita timu. Ndio. Yaani hivyo ndio wanavyokuita. Dar es Salaam Derby kafungwa. Ndio. Anaikuta timu imepigwa nje ndani. Mechi ya kwanza imeanza hapa nyumbani, imepigwa. Yeye anaenda kwanza nayo. Ikapigwa. Ndio wanavyoikuta. Sawa. Na anaikuta pia timu katika kipindi ambacho pengine fomu ya timu haiko sawa. Hilo ni kifupi kwenye kile ambacho amekizungumza. Kwa hiyo kwake ana kazi ya kuona anawezaje kuirudisha fomu kuanzia mchezaji mmoja mpaka kuja kuipata fomu ya timu kwa ujumla wake, ili mwisho wa siku Simba ijivunie kwamba tulifanya mabadiliko ya kiufundi na kweli tumeona kuna mabadiliko ambayo yametokea kwa uchezaji. Alafu mikataba wao wanatueleza basi kama kuna vipengele kama kocha anaweza akaondolewa mapema, pia wao wanatuwekea wazi. Sio masuala tu kocha unaambiwa kawekwa mkataba miaka fulani, alafu kabla siku zile za miaka za mkataba hazijafika kocha kaondoka. Hii kipengele ni muhimu kuna. Ipo moja kwa moja. Tusiende huko. Ipo, kwa nini siwepo? Tusiende huko. Tusiende huko. Tuelekee katika Kombe la Mapinduzi. Bwana, Zanzibar mambo yanaendelea. Ya kabisa. Michuano ya NMB Mapinduzi Cup inazidi kusonga mbele visiwani Zanzibar, ambapo jana michezo miwili ilipigwa, na mchezo mapema uliwakutanisha Fufuni Sports Club dhidi ya Mwembe Makumbi, na mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Kuelekea katika mchezo unaofuata sasa, Fufuni wao watakwenda kupambana na Simba. Kwa sababu wanaenda kucheza na Simba, mchezo wa jana huu wao na Mwembe Makumbi 1-1. Unajua miongoni mwa michuano migumu sana ni Mapinduzi. Yaani usipoweza kupata zile alama 3, kaka huwezi kutegemea utavuka kama Mali alivyovuka. Unaweza kuta umepanda boti mapema. Mchezo wa jana 1-1 Mwembe Makumbi dhidi ya Fufuni. Fufuni alikuwa nafikiri kwenye nafasi ya kushinda, pengine alikuwa na nafasi kubwa kabla ya mechi. Na hata kwenye mechi yenyewe uliona pia yeye ndo alikuwa wa kwanza kupata goli la utangulizi. Pengine ilikuwa inaonyesha kwamba kile ambacho kilikuwa kinaonekana kabla ya mechi yenyewe kuanza na kile ambacho ameanza kukipata kwenye mechi kilikuwa kinaenda sawa. Lakini moja kati ya vitu ambavyo unaweza ukapongeza Mwembe Makumbi ni kwamba hata baada ya kupoteza kwa maana ya kutanguliwa goli moja, bado timu ilionekana kucheza vizuri na kuweza kutengeneza mipango yao sahihi ya kulifikia lango la Fufuni na kupata goli la kusawazisha. Na kumbuka kwamba kwenye mechi za ligi ambazo alikuwa amecheza, Mwembe Makumbi alikuwa ashafungwa tayari na Fufuni. Kwa Fufuni alikuwa anaingia kwenye mechi akiamini kwamba huyu ni kibonde wangu, kwamba naweza nikamfunga muda wote ambao mimi nitakuwa naweza kufanya hivyo. Lakini utawapongeza Mwembe Makumbi kwamba licha kwamba alikuwa na hiyo 10 mbaya, wanacheza na kinara wa ligi, yupo kwenye form nzuri, lakini bado wenyewe mipango yao ya kiuchezaji ilikuwa inaonekana kuwa ipo kwenye mpango ambao ulikuwa ni mzuri. Kwa Fufuni licha ya ugeni wao na upya wao kwenye mashindano ya Mapinduzi pamoja na ligi kwa ujumla, lakini naona ni timu pia ambayo kwangu nafikiri imejiandaa vizuri sana kwa jinsi ambavyo inacheza. Kushangazi kuona ikiwa vinara kwenye ligi ya PBZ. Haya, kama hivyo ndivyo Michael anavyotuambia, tuwasikilize sasa Fufuni kuelekea katika mtanange wao dhidi ya Simba. Simba ambayo Steve Barker anaanza nao. Steve anaanza na Fufuni. Steve Matola. Steve. Kinga mkono anaanza kunihoji Steve Matola. Sijui mimi ninajua kocha wa Simba ni Steve Barker na kashafika. Hebu tukasikilize Fufuni wakizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo unaofuata wa NMB Mapinduzi Cup dhidi ya Simba Sports Club.
tunajua Simba, lakini Simba haitujui sisi. Sisi tumejipanga kupata pointi 3 katika mchezo huo. Tunaingia kama underdog, lakini tutapambana ili tuweze kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu hata tulipopanda ligi hakuna watu ambao walitarajia haya tuliyofanya. Lakini tulipambana kutokana na commitment ya timu, viongozi, wachezaji. Tunaamini tutafanya vizuri katika mchezo wa Simba kwa sababu tumejipanga na tunajiamini tunaweza kufanya vizuri. Mchezo wetu wa pili tarehe 5 ni wa Simba Sports Club ambao ni mchezo mzuri na tulikuwa tuna hamu nao sana kukutana naye katika mashindano haya ya Mapinduzi. Kwa hiyo tumekutana naye, tunajiandaa vizuri, tunajiandaa kwa kila hali kuhakikisha kwamba tunapata ushindi dhidi ya Simba. Licha ya kuwa Simba ni timu kubwa yenye uzoefu kwenye mashindano mbalimbali, lakini na sisi kwa hilo tumejipanga. Kweli tumefurahi sana kupangiwa na Simba Sports Club kwa sababu ni timu ambayo yenye brand kubwa, ni timu ambayo inajiweza kwa kila kitu. Sisi bado wachanga, lakini nasema tena, mti wenye matunda siku zote ndio unaopigwa mawe. Kwa hiyo kama tumeweza kukutana nao, wasituchukulie wakatubeza ndani ya dakika 90. Kuna kitu cha maajabu na kikubwa ambacho tutakuja kukifanya. Simba wamewasikia Fufuni wanachokisema. Sasa dakika 90 za NMB Mapinduzi Cup ndizo zitakazoamua. Pale walikuwa ni katika uwanja wa Mao Zedong wakiwa katika mazoezi. Tukiachana na Fufuni, tugeukie TRA ambao mchezaji ameondoka kule, nenda Jangwani. Mchezo mwingine jana uliwakutanisha wakusanya ushuru wa TRA United waliokabiliana na KVZ, ambapo mchezo huo pia ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Magoli kwenye mchezo huo yalifungwa na Michael Joseph, huyu sio Yera, kwa upande wa KVZ, huku goli ya TRA United likiwekwa kambani na Enoch Mtambaa. KVZ ndio na TRA United 1-1. Malale 50 akiwa na KVZ baada ya kuondoka Mbeya City, na anarudi tena kucheza, amecheza na timu ambayo pengine alikuwa familia nayo, kwa maana ya TRA ambayo anatoka kwenye ligi ya NBC ambayo alikuwa anafundisha hivi karibuni. Wanafungwa goli la set play, kwa maana ya mpira wa kutengwa wa kona, katika mazingira ambayo unasema organization yao pengine kwenye kuzuia ilikuwa sio nzuri, na kwenye tukio kama hili unasema defender unatakiwa wewe ndio uwe mbele ya uwini mpira wa kwanza, uwe mbele kwenye kila tukio, lakini wakafanya kosa ambalo limfanya mchezaji wa TRA yao wa kwanza kuugusa ule mpira na akaupeleka kwenye kamba. Na huyu ni mchezaji ambaye hajacheza kwenye ligi bado, na inawezekana ndo akawa anatafuta ile njia ya kuona kwamba na mimi niaminiwe, nipate nafasi ya kuingia kwenye timu na nipate nafasi ya kucheza kwenye mechi za ligi. Lakini kwa KVZ, moja kati ya vitu ambavyo kwao pia alijaribu kuifanya, nafikiri ni kuona jinsi gani ambavyo wanaweza akawa na nyakati bora na nzuri baada ya kuruhusu hilo goli. Unasema reaction yako inakuwaje baada ya kuwa umesharuhusu goli? Ukiangalia kile ambacho alikifanya kilikuwa bora na akapata hilo goli la kusawazisha, wao inawezekana kupata alama moja pia dhidi ya TRA. Timu kutoka bara unajua mara nyingi inakuwa ni ngumu kucheza nazo. Inawezekana wao wakasema ni sawa, tutajipanga pengine kwenye mechi inayofuata. Kinga Mkono, wewe mimi nataka uniambie kuhusiana pale jukwaani tu. Ile picha Masanza watu watatu. Nimemuona nani? Christina Mwagala. Nimemuona Zaka Chumwi za kazi. Ile picha inakupa tafsiri gani? Una habari. Jina langu ni Moses Mohamed, pamoja nami niko naye hapa Andrew Kinga Mkono pamoja na Michael Yera. Kwa wakati huu viwanjani nakwenda katika mapumziko mafupi, lakini wewe usiondoke. Wakati Michael na Kinga Mkono atakapotoka hapa, mimi na wewe bado tunapaswa kuendelea kuwa pamoja mpaka itakapotimu saa 6 kamili za mchana.